because the power of God is in His gospel. TV Grace International presents The Mind of Christ, the ineffable words of God on the lips of the man Christ Jesus. Abba Father. Tufungue Mithali 29:12. Hiyo ndiyo mada ya usiku huu. Utawala wa Mungu, sehemu ya pili. Inasema, mtawala akisikiliza uongo, watumishi wake wote watakuwa nini? Watakuwa nini? Ni kwa nini ulimwengu umetawaliwa hadi leo? Tohara ni nini kwa ulimwengu? Ni uongo. Hiyo ni dawa iliyokwisha muda wake. Kwa hivyo, yache hapo. Ikiwa mtawala anasikiliza uongo, watumishi wake wote watakuwa waovu. Na sisi tuna ushahidi kwamba hadi leo hii watu wa mataifa, watawala, hufanya uzinzi na kanisa Katoliki. Na kanisa Katoliki linahubiri uongo, kwa sababu wanahubiri Injili ya kabla ya msalaba, ambapo kulikuwa na sheria na laana. Baada ya msalaba ndipo kweli inapoanza. Lakini watawala wote kwa sasa, ikiwa unaadhimisha Pasaka, uko kwenye uongo. Ikiwa bado unamngojea Yesu wa Nazareti, uko kwenye uongo. Ikiwa bado unaamini katika ubatizo, ibada, sherehe na kumfanya mtoto afanye komunyo ya kwanza, uko kwenye uongo. Basi ulimwengu mzima uko kwenye uongo. Basi watumishi wake ni nini? Angalia, nimeona kwamba Mtume Paulo kila alipozungumza kuhusu familia, alizungumza kuhusu utawala. Kila mara aliona kila kitu kama utawala. Tulizungumzia hilo wiki iliyopita, sivyo? Timotheo wa kwanza sura ya 3 mstari wa 4, mnakumbuka? Inasema wajane watawale nyumba zao na maaskofu watawale nyumba zao. Basi yeye daima, ndiyo neno kanisa, eklesia, kanisa, wale waliokusanyika yenyewe. Hiyo haikuwa nia aliyokuwa nayo Mungu na Paulo. Nia ilikuwa kuunda utawala utakaowaongoza watu. Leo sivyo. Mimi huenda kanisani Jumapili. Mimi huenda kuona kitu cha ajabu. Mimi huenda kanisani Jumapili, lakini sivyo. Paulo daima alichokuwa nacho akilini ni kwamba kanisa ndilo litakalotawala mataifa. Hiyo si kwa ajili ya maombi ya Jumatano. Huo ulikuwa utawala. Angalia kwamba kilichotokea wakati. Hebu tutafute Wagalatia sura ya 1 mstari wa 18 ili kuelewa vizuri kile tulichozungumza hapo awali. Inasema, baada ya miaka 3 nilikwenda Yerusalemu kumwona Petro. Na nikakaa naye siku 15, lakini sikuona mwingine yeyote kati ya mitume isipokuwa Yakobo ndugu yake Bwana. Alikuwa na ndugu, umeona? Na wanasema kwamba Maria alikuwa na Yesu pekee. Hiyo ni muhimu kuzingatia. Ndugu, yaani ndugu wa damu wa Bwana. Unajua kanisa Katoliki linasema Maria hakuwahi kuwa na watoto wengine, kwamba hakufanya ngono. Hiyo haina maana. Kama hiyo ingekuwa mbaya, hebu fikiria. Sasa angalia, rudi kwenye mstari wa 18. Baada ya miaka 3 nilikwenda Yerusalemu kumwona nani? Petro ni nani? Papa wa kwanza, sivyo? Aliyeitwa Papa wa kwanza, lakini alikuwa kiongozi wa tohara. Kiongozi wa mitume wote alikuwa Petro. Sasa angalia kwa nini Paulo anasema hivyo kwenye mstari wa 20. Niwekee mstari wa 20.
Katika haya ninayowaandikia mbele ya Mungu sisemi uongo. Kwa nini aandike hivyo? Hapana, sisemi uongo. Je, ni muhimu ulienda kumwona Petro? Bila shaka, kwa sababu hapo ndipo Paulo alimwambia, angalia. Utawala wa Agano la Kale ulikuwa waamuzi Daudi. Daudi alikuwa nani? Kiongozi. Sulemani. Walikuwa viongozi wa Mungu. Katika Agano la Kale hawakuwa serikali mbali na watu wa Mungu. Waumini, lakini Mungu ndiye aliyetawala, Daudi alitawala. Basi nini kinatokea? Paulo anapoenda huko anasema inakuja aina ya utawala tofauti. Ndiyo maana alipokutana na Feliki na akamzungumzia kuhusu upendo, kiasi na haki. Feliki aliogopa na akamwambia, lakini basi, unazungumzia nini Paulo? Ninazungumzia utawala. Inakuja utawala tofauti. Watatawala tofauti na utawala huo utakuwa na sheria zinazoitwa Warumi, Wakorintho wa kwanza, Wakorintho wa pili, Wagalatia, Waefeso, Wakolosai, Wafilipi kwanza. Hizo ndizo sheria. Kwa hizo ndizo tutakazotawala ulimwengu. Takataka wanazofundisha. Ni rais yupi anayetoa mfano sasa? Kwa nini? Kwa sababu rais anahitaji nini ili kutawala? Nguvu ya Mungu, sivyo? Nguvu haiko kwenye pesa. Nguvu iko kwenye maarifa. Na mimi naupa ulimwengu mzima kupitia skrini hizo, aina ya utawala tofauti, na zimeandikwa katika barua 14 za Paulo. Na watoto tangu wadogo, tunafanya shule mpya ambapo wao ni malaika wakamilifu. Abba Baba. Angalia mikutano hii yote na matatizo haya yote wanayo na jinsi wanavyochanganya mambo. Hizo ni hila ambazo hadi sasa hazijafanya kazi. Hazijawafanyia kazi. Angalia, sarafu imeshuka thamani. Kila mtu yuko kwenye matatizo. Kuna ufisadi katika siasa. Kila mahali kuna uongo. Mimi nawapa utawala, biashara rahisi. Basi kuna maaskofu. Na maaskofu wana wachungaji. Mmoja anajisalimisha kwa mwingine. Hatimaye inafika kwangu uamuzi wa mwisho. Lakini angalia, wakati unatawala kwa njia ya Mungu, kila kitu ni rahisi. Kuna haki, usawa. Kuna ustawi, usawa, ustawi kwa wote, afya. Zaidi ya hayo, utawala ambapo hospitali ni ndogo. Hakutakuwa na bima ya hospitali. Mimi sina. Kutakuwa na hospitali kwa ajili ya walio dhaifu katika imani. Zaidi ya hayo, wataenda hospitali kwa siri. Usiseme chochote, naenda kwa daktari. Kutakuwa na mahospitali mengi ya vichaa kwa sababu hii ni ya wazimu. Angalia kinachosema. Angalia kinachosema katika Hosea. Hosea sura ya kwanza mistari 10 na 11. Tutazungumza mara kwa mara kuhusu utawala. Kwa sababu wakati unakaribia. Wakati unakaribia. Angalia kinachosema. Hata hivyo, idadi ya wana wa Israeli itakuwa kama mchanga wa bahari ambao hauwezi kupimwa wala kuhesabiwa. Na mahali walipoambiwa ninyi si watu wangu, wataambiwa ninyi ni wana wa Mungu aliye hai. Nao wana wa Yuda na Israeli watakusanyika pamoja na kuteua kiongozi mmoja. Kiongozi mmoja, nao watapanda kutoka katika nchi, kwa maana siku ya Yezreeli itakuwa kuu. Nililitafuta neno hilo Yezreeli, na linamaanisha mbegu ya Mungu, ambapo mbegu ya Mungu itatawala dunia. Mabadiliko hayo yakija, sikiliza, utaona jinsi tutakavyocheka. Tutacheka. Hiyo ndiyo ahadi yetu. Si kule juu kama wainjilisti wasemavyo, kuhusu barabara za dhahabu na bahari za kioo, sijui wapi wanaona bahari hizo kule juu.
Ni hapa chini. Mungu alipatanisha mbingu na nchi. Hapa ndipo mbingu ilipo. Wale walioondoka sasa hivi wanatusikia kwa sababu wako katika wingu. Paradiso ni wingu la mashahidi lililo hapa karibu. Ni hivyo. Hakuna aliyeondoka hapa. Ni kwamba hawana mwili. Wewe una mwili na yule hana mwili. Wale waliobarikiwa wanaoondoka mwilini mara moja huenda kwenye kutaniko hilo lingine. Kwa 15%, wengine wana 10, lakini wale wa huduma ya kukua katika neema wana 15% ya macho yao yameangaziwa. Acha ni kuongezee hadi 25 au 100. Fikiria, ungeona wazi. Basi serikali inaanza. Na familia. Unaoa, unapata watoto, unawaelimisha tangu wadogo wakitawala. Hei, pokea siku bora ya maisha yako. Mtoto hapo kidogo kidogo. Umebarikiwa, umekamilika na inaundwa. Ndiyo maana mbari kuu iko hivi. Mbari hiyo kuu, watoto wetu tunaowaelimisha. Hivyo serikali inavyoundwa na watu. Familia ya imani. Kile Paulo alichomwambia Petro katika siku 15 alimwambia, angalia, kuanzia sasa. Petro, nilitokea kama aliyezaliwa kabla ya wakati. Niliwatesa kwa sababu sikuelewa, lakini wacha nikuambie Petro, haisemwi Mungu akubariki. Ni kubarikiwa, utanikemea sasa ulipofika hivi karibuni. Nilifika mwisho kama aliyezaliwa kabla ya wakati, lakini nimefanya zaidi ya ninyi nyote. Akamwambia, lakini wanasema wewe hubatizi. Hapana, kwa sababu huo ni msingi. Hatutakula meza ya Bwana tena, hicho ni kipande cha mkate Petro. Usiwe mjinga, Pasaka ilishatolewa dhabihu, basi hiyo haifai. Hapana. Misingi yote aliyokufundisha Yesu wa Nazareti katika serikali hii mpya haifai. Siku 15. Walifanya nini siku 15 hizo? Walicheza gofu au walikuwa wakifanya nini? Kutazama televisheni ikucheza? Huko hakukuwa na kitu kama hicho. Siku 15. Unajua maana ya siku 15 ambapo hapakuwa na riwaya, hapakuwa na redio? Hakuna kitu. Kwa nini akae na huyo mtu siku 15? Walikuwa wakiongea nini? Kitu kilikuwa kikimwambia. Ndiyo maana Petro, mnyama kama Petro, alikuwa mtu wa kawaida asiyejua Biblia, hakujua chochote, hata manabii. Kwa sababu Mungu alimchagua hivyo, alimchagua mjinga ili afanye uchafu wake ambao ameufanya hadi leo. Mtu asiyejua chochote. Paulo alimwambia, angalia, unachokijua wewe ni kuvua samaki. Hiyo ndiyo yote uliofanya maisha yako. Ndiyo. Unajua Isaya ni nani? Hapana. Unajua Yeremia ni nani? Hapana. Yaani hujui chochote. Hapana, mimi najua kuvua samaki tu. Hata hilo hakulijua kwa sababu walimwambia, tupa wavu huku. Lakini siku hizo 15 Paulo alipomtembelea, mtu yule alisema, Paulo, kwa nini unatembea peke yako? Akamjibu, ni kwa sababu nina karama ya kujizuia. Yaani huhitaji mke. Hapana. Vizuri, mimi hapana. Mama mkwe wangu ilibidi nimponye. Yesu alienda akamponya. Akamwambia, mimi hapana, lakini mimi ni mjenzi mtaalamu. Kwa upande wangu, mimi nilipewa karama ya kujizuia. Na inaonekana ndipo walipobuni lile la uselibati ulizaliwa hapo. Uselibati. Hapo alipata wazo na akasema, nitaanzisha Kornelio anaweza kunisaidia kwa sababu anatoa sadaka nzuri na ni Mroma. Vatikani inaenda Roma na ndipo yote yakaibuka. Na akaanza kibanda kidogo hapo, basi yeye mara moja akakitenganisha na akaacha siasa ichukue nafasi na akatenganisha. Kwa pesa, kwa kupenda pesa. Kwa sadaka walizomletea, nyumba walizouza ilikuwa kuunda serikali ya Mungu. Lakini Petro, yule mwovu, yule mbaya, alichokifanya kilikuwa kuanza kurundika kwa sababu haikumfaa kuwagawia maskini. Kama alivyowaita hii maskini Paulo, hapana. Neno la maskini lilitoka kwa Petro, alimwambia Paulo, kumbuka maskini. Paulo akasema, nitakumbuka. Ingawa wao si maskini hata kidogo. Hilo la maskini lilianzia hapo. Mimi ni tajiri na wao ni maskini.
Hapo ndipo lilipoanzia. Kanisa, amka! Serikali, amka! Serikali yenye nguvu inaundwa. Angalia, inaundwa chini ya meza, ingawa nina kamera. Lakini inaendelea chini ya meza ya wanaonisikiliza. Wakapofumbua macho, wainjilisti wote na Wakatoliki wote na serikali zote ninazo mfukoni mwangu. Ninazo, zimeshikwa ili kuwapa sura ya kweli ya serikali. Tutatafuta Isaya 55 ili kuona kile tutakachowatoza watu kama kodi. Sura ya 55 mstari wa 1 hadi wa 7. Kila mwenye kiu, njooni kwenye maji, na wasio na pesa, njooni nunueni. Utawezaje kununua kama huna pesa? Hiyo ndiyo haki ya imani. Nunueni bila malipo, bila bei, divai na maziwa. Kwa nini mnagharamia pesa kwa kile ambacho si mkate, na kazi yenu kwa kile kisichoshibisha? Nisikilizeni kwa makini, mle kilicho chema, na nafsi yenu itafurahia. Tegeni sikio lenu, hapo ndipo mafanikio yanapoingia. Tegeni sikio lenu na mje kwangu, sikieni na nafsi yenu itaishi, nami nitafanya nanyi agano la milele, rehema za Daudi zilizo imara. Tazama, nimemtoa kuwa shahidi kwa mataifa. Mpendwa, hapo anazungumzia mimi. Bosi, angalia, kutakuwa na bosi, angalia. Kwa bosi. Na nini kingine? Yesu wa Nazareti alifundisha. Paulo aliweza kufundisha. Walimziba mdomo. Nani alifundisha? Wainjilisti. Wakatoliki wamefundisha nini? Takataka ndio waliofundisha. Kwa mataifa. Mataifa yalikuwepo wakati huo. Hapana, sasa ndipo mataifa yalipo. Nani anayeyafundisha? Hiyo ni ya kinabii. Leo inatimia hapa mbele yako. Hiyo ni kweli. Aba Baba. Leo hiyo inatimia. Mstari wa 5, tazama, utaita watu ambao hukuwajua, watu ambao hukuwajua. Na inasema, na watu ambao hawakukujua watakukimbilia. Angalia, jitayarishe. Kwa sababu hivi karibuni kila kitu kitakuwa machafuko. Makanisa yatakuambia, niongelee kuhusu Mungu. Nifundishe. Unaenda kanisa hilo. Umetiwa alama, angalia, na 666. Sikiliza, niongelee kuhusu hilo. Nataka kutiwa alama. Nataka tatoo. Nataka hilo. Watu watalitaka. Usione aibu kwa namba hiyo. Usione aibu kwa hili. Inasema watu ambao hawakukujua watakukimbilia kwa ajili ya Bwana Mungu wako na Mtakatifu wa Israeli aliyekutukuza. Mtafuteni Bwana wakati anaweza kupatikana, mwiteni wakati yuko karibu. Mwovu na aache njia yake, mtu asiye na haki mawazo yake, amrudie Bwana, atakuwa na rehema, na kwa Mungu wetu mwingi wa wakati huo hapana. Wakati huo ilikuwa jicho kwa jicho, jino kwa jino. Tukizungumzia wakati ujao, mwingi wa nini? Fikiria, yeye ni mwingi, alisamehe dhambi zako zote. Zote. Aliniuliza, nadhani ilikuwa Azteka. Aliniambia, sikiliza, naona watu wanakupenda sana. Ndiyo, kwa sababu nimewatendea mema mengi. Aliniambia, sikiliza, una bahati gani uliochaguliwa kwa hili? Nami nikamwambia, Mungu hafanyi kazi na bahati, ndugu. Mungu hufanya kazi na ukoo na damu. Unamaanisha nini Mungu hufanya kazi na ukoo? Mimi ni wa shina la Yesu. Chipukizi, mche. Lazima uelewe ufunuo. Yule Yohana alikuwa amechanganyikiwa sana. Fikiria, alimwona Yesu Kristo kama mnyama.
kama walivyokuwa wakivaa. Kwa kuniona na koti hili, alisema, huyo ni mnyama, kwa sababu walikuwa na ndevu na wamejaa nywele. Kwa nini apigane dhidi ya watakatifu na kuwashinda? Kwa sababu watakatifu hao wako vibaya. Wainjilisti hao wanachokifanya ni kusikitisha. Unawaona kwenye televisheni. Bwana nisaidie. Tusaidie, wamebarikiwa na baraka zote. Bwana nifanye upya, wakati ana akili ya Kristo. Angalia, Bwana niokoe kutoka kwa shetani, wakati shetani ameharibiwa. Basi na watu hao ni lazima kupigana na kuwashinda. Mnyama alipigana na watakatifu na kuwashinda. Lazima tuwashinde. Sasa sisi, kuna mtu anaweza kutushinda? Kwa nini? Kwa sababu sisi ni zaidi ya washindi. Sasa basi, ahadi zilipewa Ibrahimu. Na kwa nani? Na kwa uzao wake. Hasemi na kwa uzao kama anazungumzia wengi, bali kama mmoja, kwa uzao wako, ambao ni nini? Na unajua kwamba Kristo ni wakati B.C. Yesu wa Nazareti. Yesu aliyefufuka na Kristo mwanadamu. Huyo ndiye uzao wa Ibrahimu. Hiyo inatoka kule. Inasema ndani ya Ibrahimu sote tumebarikiwa pamoja na mwamini. Kwa sababu hapo ndipo ilipoanza. Na je, Ibrahimu alikuwa Myahudi? Mataifa? Hapo sherehe ilianza. Kinachotokea ni kwamba baadaye, kwa sababu Wayahudi walikuwa duni sana. Samahani, Wayahudi. Musa alizungumza kuwahusu. Tazama Israeli, usifikiri wewe ni kitu cha maana. Nilikuchagua wewe kwa sababu wewe ni duni zaidi duniani. Lakini sherehe ilianza na watu wa mataifa. Yaani kwamba Wayahudi hapa si kitu cha maana. Nini? Inasema nini? Wakolosai inasema nini? Hebu tusome Wakolosai 1:27. Na ambao Mungu alitaka kuwajulisha. Tazama, ambao Mungu alitaka kuwajulisha nini? Utajiri wa nini? Wa siri hii kati ya nani hasa? Ni nini? Kristo ndani yenu, tumaini la utukufu. Hili si jambo la kawaida na si kwa Wayahudi. Ni kwa yule ambaye Mungu alitaka kuwajulisha, sisi watu wa mataifa. Na walitutendea kama mbwa kwa maelfu ya miaka. Na si tu walitutendea kama mbwa, bali ushawishi wa Musa. Bado Mungu wa karne hii amewafunika macho ya waumini. Kwa sababu ya Wayahudi hao. Hao ndio walioharibu ulimwengu mzima. Kwa injili hiyo ya matendo. Hao ndio waliosumbua ulimwengu. Jamii duni zaidi. Na unajua wao ndio wana pesa nyingi leo. Waliiba pesa, lazima tuzichukue. Basi watu wa mataifa ndio kitu kikubwa. Angalia kwamba yeye mwenyewe alisema, hii ni kazi yangu, alisema nitamwita. Nitamwita mpendwa, si wachungaji. Nitamwita yule asiyependwa mpendwa. Na nani alikuwa wa kwanza kumwita hivyo kanisa? Tusimame, watu wenye nguvu, serikali ya Mungu.